tarehe 13 mwezi wa 4 mwezi huu tutakuwa na duru ya 3 ya utoaji wa tuzo ya taifa ya Mwalimu Nyerere ya uandishi bunifu. Tumekuwa na duru ya kwanza. Mgeni rasmi katika duru ile ya kwanza alikuwa ni Rais mstaafu wa Msumbiji, Mheshimiwa Chissano. Duru ya pili ilifanyika mwaka jana. Mgeni rasmi alikuwa ni mshindi wa tuzo ya Nobel ya uandishi bunifu, Profesa Guna, ambaye asili yake ni Tanzania, upande wa Zanzibar. Duru hii ya 3, mgeni rasmi atakuwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Philip Isidori Mpango. Shughuli hii itafanyika hapa Dar es Salaam kama kawaida, na tunaalika Watanzania wote kufuatilia tukio hili ambalo ni kubwa na ambalo linatokea siku ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye si tu kwamba alikuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwanasiasa maarufu duniani, alikuwa vile vile ni mwandishi wa kazi za kichambuzi za siasa, lakini na uandishi bunifu hasa kwenye mashairi. Ana kazi nyingi sana za mashairi aliyoandika ambayo mpaka sasa hivi yanatamba kwa ladha na maudhui mazuri. Na vile vile alitafsiri vitabu vya mwandishi nguli wa Uingereza William Shakespeare, vitabu viwili. Alifanya kazi ya kutafsiri wakati bado ndio kiongozi wa nchi yetu. Kwa hiyo alikuwa anaweza kutenga muda wa kufanya shughuli za uandishi bunifu wakati anaongoza nchi yetu. Na hata wakati karibia mauti yanamkuta, alikuwa na mashairi alikuwa ameandika, mengine sasa hivi yameshaanza kuchapishwa. Alikuwa anatafsiri vile vile kitabu cha Plato, Republic. Ni kitabu kigumu kidogo, ni cha filosofia, lakini alikuwa na muda wa kufanya kazi hiyo. Kwa hiyo tuzo hii imepewa jina la Mwalimu Nyerere kumenzi kama kiongozi wetu, muasisi wa taifa letu, lakini vile vile kama Mtanzania aliyekuwa mahiri sana katika uandishi bunifu. Na lengo la tuzo hii kama alivyoeleza Dr. Komba ni pamoja na kuwatambua kitaifa na kuwazawadia waandishi mahiri wa uandishi bunifu katika nyanja mbalimbali za uandishi bunifu kama ambavyo Profesa Penina Mlama ataelezea, ili kuwatia moyo, kuwatia shime na kuhamasisha waandishi wengi wajitokeze kuandika, kwa kujua kwamba utakapoandika unatambuliwa na taifa lako. Lakini vile vile tuzo hii inapotolewa, pamoja na mshindi wa kwanza kutoa shilingi milioni 10, serikali kupitia TETI inagharamia uchapaji wa kitabu na uchapishaji kwa kuvinunua vile vitabu. Kwa anapata tenda, alivyosema Dr. Komba, kuhakikisha kwamba kile kitabu kinaingia mtandaoni. Tulikuwa na tatizo kabla ya hapa, waandishi bunifu wakiandika kazi zao nzuri, ni kazi sana kukuta publisher ambayo yuko tayari kupokea kazi hizo. Hata anasema kwamba kazi yako ni nzuri, lakini soko hili tutachapisha, hatutorudisha fedha zetu. Kwa hii imefanyika maksudi kuhakikisha kwamba mwandishi bunifu aliyeshinda kazi yake inachapishwa na inasomwa. Lengo la pili ni kukuza lugha yetu ya Kiswahili, kwa sababu tuzo hii inatolewa tu kwa waandishi bunifu wanaotumia lugha yetu ya taifa ya Kiswahili. Vile vile ni kukuza utamaduni wa kujisomea hapa nchini kwa kutangaza kazi ambazo zimefanyika hapa, na kama ambavyo Profesa Mlama ataeleza, atatoa orodha ya wale ambao Kiingereza tunasema wamekuwa shortlisted. Na kuwa shortlisted maana yake ni kwamba tayari ni wasifu. Hata siku ukichapisha kitabu chako unaandika tu kitabu hiki kilikuwa kati ya orodha ya vitabu 10 vilivyopendekezwa kupewa tuzo ya uandishi bunifu ya Mwalimu Nyerere.
kama wanavyosema Kiingereza. This book was shortlisted for Booker Prize. Kwa ile yenyewe ni wasifu, ni CV ya kutangaza. Kwa hiyo tunataka kuongeza kujisomea, kwa sababu hizi kazi zitatangazwa, zitaeleweka na watu wengi watajisomea. Vile vile ni kuhifadhi historia na maadili ya nchi yetu. Ni wajibu wetu sisi kukuza uandishi ambao unachambua mazingira yetu vile vile. Kama ni Kagera, uelewe mazingira ya Kagera, mwandishi atakapoandika utasikia mambo ya senene humo, kilimo cha migomba na kadhalika. Kama ambavyo tunasoma vitabu vya wenzetu kutoka nchi mbalimbali na tunahimiza watu wasome, ambavyo vinaeleza mambo yaliyoko kule. Tukianza na riwaya, walio kwenye orodha teule ni hawa wafuatao: Dr. Abbas Mohamed Omar, huyu andiko lake linaitwa Zawadi ya Simu Janja, naye anatokea Zanzibar. Wa pili ni Ahmed Simba Mwaita, mswada wake unaitwa Taifa Jipya, huyu anatokea Tanga. Wa tatu ni George Michael Lauo, mswada wake unaitwa Damu Nzito, anatokea Kilimanjaro. Yupo Ibrahim Jafar Mkamba, mswada wake unaitwa Mashahidi Kutoka Kuzimu, huyu anatokea Dar es Salaam. Watano ni Lucas Gevas Lubango, mswada wake unaitwa Bweni la Wavulana, huyu anatokea Mwanza. Sita ni Majaliwa Ibrahim Swed, mswada unaitwa Kuokoka, anatokea Manyara. Saba ni Maundu Morris Mwingizi, mswada unaitwa Jeneza la Taifa, huyu anatokea Dar es Salaam. 8 ni Philip Oyaro, mswada unaitwa Kwa Udi na Uvumba, anatokea Mwanza. 9 ni Richard Mzirai, mswada ni Mlezi wa Vizazi, anatokea Dar es Salaam. Na 10 ni Zakaria Henry Riwa, mswada ni Kilio Chetu, huyu anatokea Dar es Salaam. Samahani, mswada unaitwa Kilicho Chetu, sio Kilio Chetu, samahani, Kilicho Chetu, huyu anatokea Dar es Salaam. Hawa ndio 10 walio kwenye orodha teule ya riwaya. Tukienda kwenye ushairi na tenzi, waliomo ni hawa wafuatao. 1 ni Adil Ali Mwinyiae, mswada wake unaitwa Yunge, huyu anatokea Dodoma. Wa pili Ali Bakari Mchanyato, mswada ni tuzo ya usomaji, huyu anatokea Dar es Salaam. 3 Ali Juma Isuka, Nikifa Msinizike, anatokea Dar es Salaam. Namba 4 ni Bakari Jecha Makame, Diwani ya Tafakuri, anatokea Zanzibar. Wa 5 ni Hussein Kondo Abdalla, Diwani ya Urathi wa Mjumu, anatokea Dar es Salaam. 6 ni Kombo Abdalla Omar, Kisima cha Giningi, anatokea Zanzibar. 7 ni Mbaruk Ali Mohamed, Utenzi wa Nana Mkombozi, huyu anatokea Tanga. Peter Gervas Komba, Mashairi ya Maisha, huyu anatokea Songea. 9 ni Saidi Mokiwa Ramadhani, Pendo la Mama Kiboko, huyu anatokea Tanga. Na 10 ni Sharifa Hamis Musa, Pambazuko, huyu anatokea Zanzibar. Hii ni orodha teule kwa upande wa mashairi na utenzi.
Tukienda hadithi za watoto, naomba kwanza nieleze kuwa kwenye hadithi ya watoto orodha ina waandishi 7 tu, hawakufikia 10. Wako 7 tu kwa sababu ndio waliofikia viwango. Katika shindano hili tunatilia muhimu sana kufikia viwango. Kwa hiyo kama hawakufikia 10, hawakufikia 10. Kwa hiyo katika orodha hii wamefika 7. Wa kwanza ni Corona Kimaro Semak. Mswada wake, hizi hadithi za watoto, mswada wake ni Tembo Zimamoto. Huyu ni Mtanzania ambaye anaishi Czech Republic. Namba 2 ni Hafidh Ali Makame, Siafu na Maji Moto. Huyu anatokea Zanzibar. Namba 3 ni Lilian Simon Mbaga. Mswada wake unaitwa Hatma Yangu. Huyu anatoka Dar es Salaam. Wa 4 ni Mwanacha Mohamed Omar. Mswada unaitwa Mwisho wa Dharau. Huyu anatokea Zanzibar. 5 ni Paulina Barnabas Lugabulila. Mswada unaitwa Dirisha la Ajabu, anatokea Dar es Salaam. 6 ni Shifa Faisal Amin Ibuni. Mswada ni Maua na Mji wa Maweni, anatokea Zanzibar. 7 ni Tune Shaban Salim. Mswada unaitwa Maziwa ya Kuku. Huyu anatokea Dar es Salaam. Kwa hiyo hawa ndio kwenye orodha teule ya hadithi za watoto. Mwisho ni nyanja ya tamthilia. Namba 1 ni Ali Nasoro Ngagesa. Mswada unaitwa Kijarida. Huyu anatoka Dar es Salaam. Namba 2 ni Bupe Anthony Kabute. Mswada unaitwa Ane na Anelisa, anatoka Dar es Salaam. 3 ni David Shalali Shaba. Mswada ni Beti ya Mauti, kutoka Dar es Salaam. 4 ni Elizabeth Godwin Mahenge. Mswada unaitwa Pambana. Huyu anatoka Dar es Salaam. 5 ni Faraji Odilo Manoni. Kovu la Maisha. Huyu anatoka Kilimanjaro. 6 ni Ignas Dennis Mkindi. Mwale wa Matumaini, kutoka Dar es Salaam. 7 Murungi Raeli Katabarura. Mswada unaitwa Zaidi ya Majirani. Huyu anatoka Kagera. 8 ni Said Yusuf Kileo. Mswada ni Mwangaza, anatoka Dar es Salaam. 9 ni Sajida Saleh Athmani. Mswada unaitwa Mwangaza wa Mvita. Huyu anatoka Dar es Salaam. Na 10 ni Chatawelu Emmanuel Kingu. Mswada unaitwa Alama ya Kuzaliwa, na huyu anatoka Dar es Salaam. Hiyo ndio orodha yetu ya waandishi walio katika hiyo orodha teule, na kutokana na orodha hiyo tarehe 13 ndio tutapata kujua washindi wenyewe hasa ni kina nani.